Na mtazamaji, sasa tuweze kuangalia taarifa za kufungamana na mvua inayoendelea kunyesha maeneo mengine na kusababisha maafa. Na watu wawili wameaga dunia katika kaunti ya Narok baada ya kusombwa na maji kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Na huko Tana River, wakazi wa eneo la Bakuyu wameanza kuhamia kambi za muda kufuatia tahadhari ya mafuriko iliyotolewa na mashirika mbalimbali pamoja na serikali. Na yanajiri huku mvua iliyoshuhudiwa katika maeneo ya juu kusababisha mabwawa ya Seven Forks kuvunja kingo. Na kama anavyoarifu Marian Nyambura, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amewataka Wakenya wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko na hatari ya maporomoko ya ardhi kuhama. Mafuriko ambayo yanazidi kushuhudiwa nchini yamesababisha vifo vya watu wawili katika kaunti ya Narok. Mwanamke mmoja alisombwa na maji huku mwanamume akifariki kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyoshuhudiwa katika vijiji 6. Eneo la Olmekenyu kati ya Melildo na Ululunga ward iliathiriwa na mvua mingi, ukakuwa na mudslide na ikabeba villages kama 4 hivi. 6 actually imebeba villages 6. 4 ndio imeathirika kabisa, lakini kuna zingine 2 pia zimeathirika. Athari ya mafuriko imeshuhudiwa pia katika kaunti ya Tana River baada ya mabwawa ya Seven Forks kuvunja kingo. Wakazi wa kaunti hiyo sasa wamehamia katika kambi ya Young Muslim. Hapa tunakutana na Mama Saumu Abubakar. Anaeleza changamoto ya kumlea mtoto kwenye mazingira ya kambini baada ya kufurushwa na mafuriko. Hapa kwa nyumba nikisimama hivi njaa, dawa mwenyewe sina na kupanguka tu. Choo ya karibu kutumia hakuna. Tunapitia kwa majirani kwa Somali na Nimbale. Sasa tulikuwa tunaomba serikali tuangalie mtusaidie. Wale watu kuna watoto wadogo tunapitia changamoto mbaya sana. Tulipata notice kwa Road Cross na tukapata notice kwa matangazo ili watu waweze kuhama waende juu. Na hivi sasa naongea na nyinyi, wakaaji wa Bakuyu wako nje na sehemu yao imezingirwa na maji, wamefurika. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, zaidi ya familia 5 katika kijiji cha Kipla, eneo bunge la Keio Kaskazini, zimenusurika kifo kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokea usiku wa kuamkia leo. So hii kitu ilitokea karibu saa 8:30. Wakati majirani walikuja kutuita, walipoona signs. So baada hapo karibu 2 minutes ndio ikaanza kulipuka. Na naomba serikali asaidie familia asa hii nyumba ya Kapsirili, sababu ameleta hasara kubwa sana, amebomoa manyumba. Aidha, maporomoko mengine yameshuhudiwa katika eneo la Kolol ambapo mchanga na mawe yalifunika barabara kuu ya Iten Kabarnet, hali iliyosababisha msongamano na kutatiza shughuli za kusafiri kwa muda mrefu. Waziri Murkomen akitoa tahadhari kwa wakazi kuhamia maeneo yaliyoko juu. Na wale ambao wanaishi sehemu ambayo inaonekana kama kuna mudslides ama landslide, tunataka wao washirikiane na county commissioner na wa chiefs kuhakikisha kwamba mkiambiwa msonge, tusonge, ndio tuhakikishe kwamba tusipoteze maisha kwa sababu ya mambo ya landslide. Marian Nyambura, runinga ya Citizen.